tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya 10 ya simulizi inaitwa Nyuma ya Mlango wa Adui, ukiwa ni msimu wa kwanza, iliyoandikwa na mtunzi Mbogo Edgar. Nambari zake za simu bwana Mbogo ni 0717 924 403 na mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita ya 9 tulipokuwa tumeishia ilikuwa ni pale ambapo sasa Mfalme Elvis wa Mbogoland alikuwa anapitia kumbukumbu ya maandiko yaliyomhusu bwana Frank Nyati. Ni vipi alikimbia jeshi wakati alikuwa ni askari mtiifu, na alikuwa anaonyesha kwamba alikuwa anajitoa muhanga kwa ajili ya kumwokoa Mfalme Eugene. Ilikuwa vipi aashe jeshi? Na sasa tulikuwa tumeachana na habari hizi za Mbogoland, tulikuwa tunaelekea huko DRC, na ambapo tuliona bwana Deus Frank alikuwa anapambana na wale waasi wa IDF na ale kule gizani. Karibu sana katika sehemu hii ya 10. Tukirudi sasa Goma DRC Kongo, maeneo ya Bilele, jirani kabisa na airport na chuo cha Don Bosco. Bado tupo kwenye vichochoro vya mtaa huu ambapo sasa huwa vinakaliwa na watu waliokuwa na kipato cha kati. Walionekana vijana wanne walikuwa nakutana kwenye maongeo ya vichochoro. Wote walikuwa na bunduki zao mikononi, AK-47 kama kawaida. Vipi tena mjafanikiwa kumuona? Aliuliza pale mmoja kwa sauti ya chini, na kabla hajajibiwa sasa wakasikia sauti ya vishindo vya mtu vilikuwa vinatembea na kuja upande ambapo alikuwepo wao. Oya, mzungukeni basi nyuma, huyo anakuja huyo, alizungumza pale mmoja wao, na wote sasa walitawanyika na ile sehemu ilikuwa nyeupe kabisa. Kila mtu alikuwa kwenye maficho yake mwenyewe. Mara walimwona kijana mmoja alikuwa anatembea taratibu kusogelea katika eneo hili la mtego wao, na sasa hawakuwa na haraka sana. Walikuwa namsubiri mpaka alipoingia kwenye maongeo ya chochoro hiyo, na hapo sasa ndipo wote walipoibuka ghafla kutokea kwenye maficho. Mtanzania, tulia hapo hapo, hapa analeta ujuaje na kupiga risasi yote nilionayo, alizungumza vile huyo ambaye alikuwa ni mwongeaji wa muda wote. Alikuwa anatumia sauti ya chini iliyokuwa na vitisho hivyo, na wote wanne walikuwa wameelekeza mitutu ya bunduki zao kwa jamaa huyu Deus, ambaye wao walikuwa wanamuita Mtanzania, na ndiye ambaye walikuwa wanamgoja muda wote kwa hamu kweli kweli. Jamani, lakini mimi sina chochote, labda chukueni tu simu yangu basi, alisikika jamaa huyu ambaye alikuwa anazungumza kwa sauti ile iliyokuwa na uoga wa hali ya juu kweli kweli. Na huyu sio mwingine bali ni kijana wetu Deus Frank Nyati mwenyewe, ambaye huyu aliona kwamba njia rahisi ya kuwakusanya maadui zake ilikuwa ni kujikamatisha mwenyewe, hasa kwa kuwa lengo lao ilikuwa ni kumkamata akiwa mzima na sio kumuua. Kwa valio na sio hatari kama akijisalimisha kwanza kwao. Deus aliwatazama tu wale watu wanne na ushikaji wa bunduki walivyokuwa, akawa na mitutu yote ilikuwa inamtazama yeye. Kwa sasa alikuwa mpole tu, na kabla hajajibiwa hoja yake, ghafla akastuka. Alikuwa anakwaturi miguu yake yote miwili na kujibwaga chini kabisa kama furushi la mahindi kutokea Makete kule. Ni kama lilikuwa tukio ambalo lilikuwa limetarajiwa kwake, maana Deus hakutoa vibaya sana japo alikuwa amejibwaga chini. Tulia hapo hapo, wekenge maji wewe, umesumbua sana machifu yetu sisi, sasa umekutana na kiboko yako, alizungumza vile huyo ambaye alikuwa kama kiongozi wao hivi, ambaye muda wote alikuwa anatoa maelekezo. Jamani, mimi sijafanya kitu chochote kile, naombeni mnisamehe, alikuwa anazungumza vile kijana wetu Deus, na huko alikuwa anawatazama tu wale jamaa wanne kwa makini mkubwa ili kuona kama kuna mmoja anaweza kumpiga risasi. Deus akiwa pale chini aliweza kumuona huyu kiongozi wao, alikuwa anatoa simu yake na kuanza kubofya hivi. Wacha sasa nimalize chifu kwamba tayari tumeshampata huyo rofa mmoja huyo, alizungumza vile huyu kiongozi wao, na huko alikuwa anaweka simu yake sikioni, ambayo hii haikuita muda mrefu ilipokelewa pale pale. Vipi, mko wapi? Sisi tuko hapa madukani tunamsubiri tu, ilisikika sauti upande wa pili wa simu. Na wakati ule sasa wakaongezeka vijana wengine wawili, na sasa walikuwa na bunduki zao mikononi kama kawaida. Bosi, sisi tayari tumeshamkamata Mtanzania, alizungumza vile huyu kiongozi kwa sauti ya majigambo hivi. Sawa basi, sogeni Don Bosco hapa, tunakuja upande huu, nipo na Chief Severini hapa sasa hivi, ilisikika tena ile sauti upande wa pili wa simu, ambayo hii kwa haraka haraka ungejua kabisa kwamba huyu ambaye alikuwa anazungumza alikuwa ni bwana Kisonge. Sawa chifu, basi mtatukuta hapo,
alizungumza vile huyu jamaa na kumaliza maongezi, na kisha alikata simu na kuwatazama wenzake. Wendeni fasi ya Don Bosco, alizungumza vile huyu jamaa, na huko alikuwa anataja eneo la chuo cha Don Bosco kilichopo mita kama 50 tu kutoka pale ambapo alikuwepo. Lakini ghafla kasita ghafla, na huko alikuwa anawatazama tu wale wenzake. Wengine wako wapi? Aliuliza vile huyu jamaa, na wale wenzake sasa waligeukia na tu kutazamana pasipokuwa na majibu ya wenzao wako wapi. Jibu alikuwa nalo Deusi tu. Baada ya kushangana kwa sekunde kadhaa, sasa huyu mkubwa wao akatoa amri ya kuondoka. Twenzetu hawa watatu atatukuta tu hapo juu, alizungumza vile huyu kiongozi wao, wanaokuwa wanaonyesha upande wa kaskazini. Hapo sasa vijana wawili walimwinua Deusi, ambaye huyu hakuwa na mfuko wowote kama ambavyo tulimuona mara ya mwisho kwamba alikuwa na begi ambalo alikuwa amejaza zawadi za wazazi wake. Walimnyanyua na kisha walianza kutembea naye kuelekea upande ambao walikuwa wameonyeshwa na yule mkubwa wao. Walitembea kwa haraka, wote walikuwa nyuma ya Deusi, ambaye huyu alikuwa na hamu kubwa kule kweli kumwona huyo chifu wao. Vijana hawa sita hawakuwa makini kabisa na burki zao. Kila mtu alishika alivyokuwa anajua yeye tu, japo wote walikuwa wanatazamisha mitutu chini. Dakika 3 baadaye sasa walibukia kwenye barabara pana ndogo, ambayo hii ilikuwa inatenganisha Don Bosco pamoja na mtaa wa Bilele, ambapo upande wa kulia ungeona majengo ya wananchi na upande wa kushoto ungekuta kulikuwa na ukubwa mkubwa uliotengenezwa kwa mawe makubwa hivi. Kitendo bila kuchelewa, ile tu anafika pale, Deusi alikuwa tuliwa tena miguu yake yote na kujikuta alikuwa nafikia makalio yake chini. Wale wanakuja, alizungumza vile kiongozi wao, na ukweli alikuwa anatazama upande wa barabara kura. Wenzake walifanya vile pia na kuweza kuona watu wawili ambao hawa kwa umbali waliokuepo usingeweza kabisa kuwatambua kwamba walikuwa ni akina nani na nani, lakini walikuwa nakuja upande ule. Deusi aliongeza umakini kuwatazama tu watu wale wote, ambapo kila ambapo alikuwa anazidi kusogea ndipo alipoanza kumtambua mmoja wao, yani ni kijana Kisonge. Lakini walipofika tu Deusi akamtambua yule wa pili kwamba alikuwa ni Severin, afisa wa MONUSCO, kitengo cha ushirikiano na mahusiano ya kijamii, ambaye mchana wa leo alikuwa amemwona pale kwenye ofisi za MONUSCO. Ulikuwa ni muda mfupi kabla hajawaona pia Kisonge pamoja na huyo mwenzake mwendesha bodaboda. Habari yako bwana mjuaji, imefika mwisho sasa alizungumza pale Kisonge, na ukweli alikuwa anamtazama tu Deusi kwa macho ambayo yalikuwa yamejaa kejeli na tabasamu la kuchukiza hivi. Mpuzi sana wewe, umeharibu mambo mengi sana kwa kimbelembele chako, na sasa wewe ndio utakuwa chambo sasa, alizungumza pale tena bwana Kisonge kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa chuki na dharau. Deusi akiwa pale chini hakujibu kitu chochote zaidi ya kumtazama tu bwana Kisonge kwa makini sana. Ungesema kama alikuwa anataka kumchora hivi kwenye karatasi. Mmefanya kazi nzuri sana vijana wangu. Sasa kilichobaki hapa ni kuwasiliana tu na vyombo vya habari ili kusudi waanze kutangaza tukio la sisi kama kundi la waasi kumkamata huyu Mtanzania, halafu alete pesa tumwachie, alizungumza pale bwana Severin, na uko alikuwa anatoa simu yake mfukoni na kubofya kidogo. Alikuwa anatafuta namba ya mtu fulani hivi. Hebu mchukueni akapakizwa kwenye gari pale, mpelekeni Kibumba kule, tukavukia pale kumpeleka Rwanda ambako atahifadhiwa mpaka siku ambayo watatoa pesa, na ndipo tutajua tumfanye kitu gani huyu mshenzi huyu, alizungumza pale bwana Severin, na uko alikuwa anaendelea tu kutafuta namba ya simu. Mara baada ya kuzungumza pale sasa, huyu kiongozi wa wale vijana akawatazama wenzake kama vile alikuwa anawahesabia. Hivi wengine mbona wanachelewa sana hivi, wako wapi hawa? Aliuliza pale huyu jamaa, na huko alikuwa anatazama pande zote kama angeona wale wenzao watatu. Kwani kuna wenzenu hapo pia hapa? Aliuliza pale Severin kwa mshangao, lakini hakuna kati yao ambaye alikuwa anajibu zaidi ya kijana wetu Deusi, ambaye huyu bado alikuwa chini tu muda ule, ambaye sasa aliona kwamba huo ndio wakati sahihi wa kufanya jambo lake. Kwa nini muwatafute wafu kati ya watu walio hai? Aliuliza pale Deusi, na huko taratibu alikuwa anapeleka mkono wake wa kulia kwenye mguu wake wa kulia karibu kabisa na shingo ndefu ya kiatu chake cha buti. Unasemaje wewe? Aliuliza pale huyo kiongozi, na huko alikuwa anamsogelea tu kwa haraka Deusi pale chini ambapo alikuwa amekaa. Deusi alikuwa anamhesabia tu hatua kijana huyu, na huko bado alikuwa anaendelea kupapasa eneo hili la mguu wake na kukamata kisu chake. Nadhani unanisikia vizuri kabisa kaka, wenzenu washakufa, bado nyie tu hapa, alizungumza pale Deusi kumgadhabisha yule jamaa. Unasemaje wewe mjinga, usinilazimishe nikuue mimi sasa hivi hapa,
Alizungumza vile huyu jamaa ambaye sasa alimfikia Deusi na kuvuta mguu wake na kisha alipeleka teke la nguvu kuelekea usawa wa ubavu wa Deusi. Hakika hilo lilikuwa na kosa kubwa sana kwake. Maana hakujua kabisa kile ambacho alikuwa anakifanya ndicho ambacho Deusi alikuwa anahitaji. Maana kabla hata ile teke lake alijafikia tu ubavu wake bwana Deusi, ghafla Deusi akaudaka mguu ule kwa mkono wake wa kushoto, akaufyetua harafu akavuta haraka na kumfyetua yule jamaa ambaye huyo hakuwa amejiandaa kabisa kwa tukio kama hilo. Akajikuta alikuwa anakwenda hewani mzima mzima na kujibwaga chini. Alifuatiwa na mkitu wa kisu cha shingo ambacho hiki hakikusubiri hata sekunde mbili pale shingoni, kikachomolewa kwa haraka, na huko kijana wetu Deusi alikuwa anainuka kwa haraka na kupitisha kisu tena shingoni kwa kijana mwingine ambaye huyo alikuwa amesimama pale karibu na Deusi. Kisonge pamoja na wenzake wakiwa wamedua tu wasiamini kabisa kile ambacho alikuwa anakiona. Aliweza kuona mmoja kati ya wale vijana alikuwa anageuza bunduki yake na kuitumia kama gongo hivi, ambayo hii aliinua juu na kisha kutaka kushusha usawa wa kichwa cha Deusi ambaye huyo aliweza kuona mapema kabisa kitendo kama kile. Alikwepa ile bunduki na alikuwa anazamisha kisu tumboni kwa kijana yule. Alikichomalia kwa pembeni akichana sehemu kubwa ya tumbo la kijana huyo. "Mpigeni risasi huyo!" alisikika vile bwana Seville na akiwa anapiga kelele. Wakati ule sasa alikuwa anashuhudia ngome nzito alikuwa anatoa usoni kwa Kisonge, ambayo hii ilimyumbisha pale pale bwana Kisonge na kumtupa chini, na kabla hajatoa Seville mwenyewe akapigwa teke la tumbo ambalo hili pia likamtupa mpaka kwenye ukuta wa Don Bosco kuna kujibwaga kabisa chini. Vijana wawili ambao walikuwa wamebakia sasa, kila mmoja alikuwa kibunduki yake kwa haraka, lakini Deusi alikuwa ni zaidi haraka. Maana ile mmoja wao tu anainuka na bunduki yake kuelekeza kwa Deusi. Tayari bwana Deusi alikuwa ameshamfikia na kuikamata ile bunduki yake. Aliitazamisha kwa yule mwingine ambaye pia alikuwa na minya trigger kuruhusu risasi itoke. Vilikuwa ni vitendo ambavyo vilikuwa vinafanana. Bunduki zote zilitoa risasi kwa pamoja, na watu wawili wakajikuta walikuwa wanatandika na risasi bila kutegemea, tukio ambalo Kisonge aliweza kulishuhudia kwa macho yake mawili. Hakika lilimtisha kweli kweli na kumwogopesha. Maana mara baada ya vijana wale kupigana risasi na wote kupoteza maisha pale pale, Kisonge alimwona Deusi alikuwa anamsogelea Seville, ambaye huyu alipomwona Deusi anamsogelea akataka kuinuka na kukimbia, lakini hakufanikiwa kabisa hata kusimama. Tayari alikuwa ameshafikiwa na bwana Deusi. "Nafikiri kesho utakuwa kwenye vichwa vya habari vya vyombo vya habari mbalimbali," alizungumza pale bwana Deusi na bwana Seville, ambaye huyu alijaribu kusema jambo lakini alishindwa. Tanzania uko na roho. Alikuwa anajaribu kuzungumza jambo bwana Seville, lakini Deusi hakumpatia nafasi ya kumaliza kauli yake. Akazamisha kisu kwenye mbavu ya kushoto ya Seville, ambaye huyu alitoa mguno wa maumivu hivi. Kuona hivyo sasa bwana Kisonge aliona ni vyema kama atofanya jambo basi na yeye lazima afe. Na kweli kabisa na kwamba singeweza kukimbia mbele ya Deusi zaidi ya kutumia ujanja pamoja na maarifa tu. "Safi sana bwana Deusi. Huyo ndio chanzo cha haya yote na umefanya bieni sana kumuua huyo mshenzi," alizungumza vile Kisonge, na huko alikuwa anasimama na kujifuta vumbi kwenye nguo zake. Ungesema kwamba ilikuwa ni kweli alikuwa anamaanisha kile ambacho alikuwa anazungumza. "Ni vyema kama tutumia muda huu kuomba msamaha wa dhambi zako zote kuliko kutumia uongo kuongeza siku za kuishi," alizungumza vile Deusi kwa sauti yake ya taratibu lakini ya kutisha, na huko alikuwa anatembea taratibu kumsogelea kijana huyu. Hapo sasa bwana Kisonge aliona kwamba mambo ni magumu kwake. Akawaza kama akimbie, akaona kwamba hataweza kabisa kufika mbali mbele ya huyu bwana jeshi kutoka Tanzania. Kwa hivyo sasa akawaza kupiga kelele. Akaona pia kelele hazitoweza kabisa kumpatia msaada. Zaidi zitampunguzia tu muda wa kuishi ama zitamfanya huyu jamaa amuue haraka. Hapo sasa akaona kwamba jambo jema lilikuwa ni kutumia ujanja wa kauri kumlegeza Deusi ashire kumuua mpaka polisi ya majeshi la serikali litakapokuja na kumwokoa. Maana alikuwa anaamini kabisa kwamba mpaka muda huo majeshi yatakuwa njiani kufuata mlio wa mlipuko wa risasi ulikosikika. "Papa, mimi sisemi uongo kabisa. Ni kweli kabisa, wa watu walitishia familia yangu ikabidi niwe nao. Lakini leo umeniokoa kabisa," alikuwa anazungumza vile Kisonge kwa sauti ya kuomboleza hivi. Wakati ule pia tayari Deusi alikuwa ameshamfikia Kisonge. "Yana, unafikiri kwamba nitakuacha licha ya yale yote walionifanyia?" alizungumza vile Deusi, na huko alikuwa anamshika Kisonge kwa mkono wa kushoto na kuvuta kisu kwa nguvu.
Lakini kabla hajakipeleka kwenye ubavu wa Kisonge, mara ghafla wakamulikwa na mwanga mkali wa taa za gari. Ulikuwa natoka upande wa barabara kuu sambamba na gari ambalo hili lilikuwa linakuja upande wao likiwa umbali wa mita kama 300 kutoka pale ambapo alikuwepo. Hapo sasa bwana Kisonge aliacha tabasamu moja pana kweli kweli. Sasa ndio utajibu makosa yako kwa kuwa afisa wa MONUSCO, alizungumza pale bwana Kisonge, na kwa tabasamu la kebehi na dharau lilikuwa bado mdomoni mwake. Macho yake yalikuwa yanamtazama tu Deusi kuona jinsi atakavyokuwa ameingiwa na wasiwasi na pengine kuanza mipango ya kukimbia pale ambapo alikuwepo. Lakini jambo la ajabu ni kwamba Kisonge alimwona Deusi ambaye huyu bado alikuwa amemshika vile vile, na sasa alikuwa na tabasamu ambalo muonekano wake ni kama tabasamu la simba hivi. Unamzungumzia afisa wa MONUSCO aliyefia katikati ya kundi la waasi? Aliuliza pale Deusi, na alikuwa na usukuma mkono wake wa kulia ambao alikuwa ameshika kisu kwa nguvu. Alikuwa na usukumia kwenye ubavu wa Kisonge ambaye huyu alisikia kisu kilikuwa kinapenya kwenye bavu zake changa za upande wa kushoto. Alikuwa anatamani kupiga kelele hata ombe msaada, lakini kwa bahati mbaya masikini sauti yake haikuweza kabisa kutoka. Aligeuza shingo kutazama gari ambalo hili lilikuwa linakuja kwa spidi kweli kweli na kukaribia kufika. Akastokia kisu kikiwa kinachomaliwa na kupitishwa shingoni mwake pale pale. Hapo hata yeye pia kujua kabisa ni kitu gani ambacho kilifuata. Lakini sisi tunaweza kumwona Deusi alikuwa anaachilia mwili wa Kisonge ukianguka chini, na kisha yeye alikuwa anakimbilia kwenye chochoro ambayo ilikuwa jirani yake, ambapo ile tu anatokomea tayari risasi zilikuwa zimeshaanza kumiminiwa pasipo kufikiria madhara ambayo haya yangewapata wakazi wa nyumba za jirani katika eneo hilo. Gari hilo likasimama, wakashuka askari wa jeshi la serikali wasiopungua 10. Wote walikuwa na silaha mbalimbali zikiwemo SMG pamoja na makombora ya kipimo cha kati yani RPG, na kuona jinsi mili ya watu ilivyotapakaa pale chini ikiwa na majeraha makubwa katika mili yao pamoja na silaha zao. Na tena marehemu walikuwa na muonekano wa kijeshi kabisa, na tena wanajeshi wa Toro. Yote ni kutokana na mavazi yao wawili, ambao mmoja alitambuliwa kwamba alikuwa ni afisa wa MONUSCO pale Goma. Hakika ilikuwa inasikitisha kweli, hasa kwa tukio kama hili kutokea maeneo ya mjini kama haya. Msakeni huyo muuaji mpaka tumpate, alizungumza pale mmoja kati ya wale wanajeshi wa jeshi la serikali yani FARDC wenye cheo cha meja, ambaye huyu alikuwa ameshuka kutoka siti ya abiria wa mbele. Na bila kuchelewa sasa askari wakatokomea vichochoroni kumsaka kijana ambaye huyu mwanzo alikuwa anaonekana akiwa anakimbia kuingia huma kwenye vichochoro. Msako ulianza kwa kasi na mbwebwe za kila namna, lakini bado haukumpata kabisa kijana huyu zaidi ya kukuta mili mingine 3 ya watu ambao hawa walikuwa nafanana na wale, yani walikuwa na muonekano wa kiaskari wa Toro vile vile, ukiashiria mbali wale wawili ambao mmoja alitambulika kwamba alikuwa ni mfanyakazi wa MONUSCO. Msako ulikuwa unazidi kutanuka tu na askari kuongezeka mpaka kufikia msako wa jiji zima kabisa la Goma. Taarifa zilifika MONUSCO na baadhi ya maafisa wakaenda kutambua mwili wa bwana Severini pamoja na mtu ambaye alikuwa anatafutwa na MONUSCO kwa uchochezi na mipango ovu, yani kijana Kisonge ambaye huyu alikuwa amemsingizia kesi kijana Deusi. Hakuna aliyetambua chanzo cha mauaji kama haya. Wakapanga kufanya uchunguzi tu. Wakati MONUSCO wanaendelea tu na uchunguzi, na FARDC wao walikuwa naendelea tu na msako ambao ulidumu usiku kucha, na hata kulipokucha msako uliendelea tu. Uchunguzi pia ulikuwa unaendelea. Saa 3 za asubuhi, wakati Deusi anasindikizwa na Meja Felix kuelekea airport, bado aliweza kuona wanajeshi wa FARDC walikuwa wanazunguka ndani ya mitaa ya jiji la Goma. Deusi, vipi ni wewe ambaye umehusika na hili pia? Aliuliza pale Meja Felix aliyekaa siti ya mbele ya abiria, na kwa macho yake alikuwa ameelekeza mbele ambako alikuwa anaelekea, yani upande ambako kulikuwa na lango la kuingilia airport, lango maalum kwa ajili ya maafisa wa UN. Meja Felix alionekana wazi kabisa kwamba alikuwa amesikia kile ambacho kilikuwa kimetokea jana usiku mitaa ya Bilele, hatua chache kutoka pale ambapo alikuwepo sasa hivi. Ningeidhurumu sana nafsi yangu Meja kama ningeacha lipite hili, alijibu vile Deusi kwa ile sauti yake tulivu kama kawaida. Meja Felix alitabasamu kidogo. Kazi mzuri sana, alizungumza pale Meja Felix, na wakati ule gari likasimama mbele ya lango la airport, na wakati ule sasa likafunguliwa na askari wa SIA Army na wakaingia pia. Deusi alifanya taratibu za kusafiri, ikiwa ni pamoja na ukaguzi wa pasipoti, mizigo pamoja na mwili wake,
na kisha aliingia ndani ya ndege kusubiri muda wa kuondoka. Wakati huu tayari Meja Felix alikuwa ameshaondoka zake kuelekea makao makuu ya MONUSCO. Meja Felix pamoja na dereva wake walikwenda moja kwa moja mpaka ofisini ambako alikuta mjadala mzito mkubwa juu ya kilichotokea jana usiku. Makamanda pamoja na maafisa wa usalama walikuwa naumiza vichwa kwa maswali magumu kweli kwamba ni kwa nini bwana Severine auawe katikati ya kundi la waasi, na ni kwa nini bwana Kisonge ambaye alikuwa ametoweka miezi kadhaa iliyopita naye imekuwaje auawe na wale waasi pia, na ni kwa nini muuaji hajachukua silaha wala risasi za waasi. Inakuwa vipi kama yule askari Mtanzania anahusika katika hili? Aliuliza pale moja kati ya maafisa wa MONUSCO upande wa jeshi, na huko alikuwa anashika kidogo ilionyesha kwamba ni kama alikuwa ameuliza kwa utani hivi. Inawezekana ni yeye, maana mpaka sasa haonekani kabisa eneo la tukio. Alikuwa ni kijana mmoja tu, alijibu vile mwingine, na hapo sasa wote walitulia na kutazamana kana kwamba kuna jambo fulani walikuwa najadili kwenye vichwa vyao hivi. Hilo liko wazi kabisa. Je, tunaweza kupata habari kwake? Aliuliza pale mmoja wao, na ukalikuwa anamtazama tu Luteni Kana alikotokea Tanzania, ambaye mpaka hapo alikuwa anaamini kabisa kwamba tayari Deusi ameshaondoka Kongo, maana tayari Meja Felix ambaye alimsindikiza Deusi airport alikuwa ameshaingia ukumbini, kumaanisha kwamba alikuwa ameshamsindikiza na amesharejea. Sidhani kama anaweza kupatikana, maana tayari yuko safarini anaelekea Tanzania, lakini pia kuna ushahidi ambao unaonyesha kwamba Private Deusi Nyati anahusika juu ya hili, kwa sababu jana jioni mpaka tunaenda kulala tulikuwa naye sisi. Aliyejibu alikuwa ni Meja Felix na sio Luteni Kanali. Hapo sasa makamanda pamoja na maafisa wengine wa UN walitazama tu kwa macho ya kushuku ukweli wa maelezo ya Meja Felix, lakini kwa kuwa hawakuwa na ushahidi, hawakuwa na lolote ambalo wanaweza kufanya juu ya Deusi, ambaye huyu walikuwa na uwezo wa kumzuia Deusi pale Uganda, yani Entebbe Airport, na kumleta tena huko Goma ama kutuma watu wafanye naye mahojiano pale pale Uganda Entebbe. Ukweli ni kwamba nusu saa ile katika Deusi alikuwa pale pale ndani ya ndege, alikuwa anasubiri muda wa kuondoka. Na ukweli pia ni kwamba alikuwa ameingia pale airport mapema kweli kuliko abiria wengine ambao sasa walianza kuingia mmoja baada ya mwingine, kwa kuona kwamba alikuwa amekaa peke yake kwa muda mrefu. Alikuwa anahitaji kuchungulia simu yake, lakini ile tu anatoa simu yake akaona kuna mtu alikuwa anasimama pembeni yake. Hakushanga wala kujiuliza, maana ndege ile ndogo ilikuwa na safu mbili tu za vitu kushoto na kulia, na kila safu ilikuwa na muunganiko wa vitu viwili viwili. Kwa hivyo yeye alitoa simu yake na kuibofya ili kusudi awashe data. Habari yako Deusi? Ilikuwa ni sauti tamu ya kike ambayo hii sio kumshtua tu Deusi, lakini pia ile msisimua hata msimuliaji wa simulizi hii, na kumfanya Deusi sasa mtazama huyo msalimiaji, ambapo Deusi akajikuta alikuwa anatoa macho kwa mshangao wa kustaajabu kweli kweli. Nzuri tu, mambo, habari za leo? Alisalimia vile Deusi kwa kubabaika, na huku bado alikuwa ametoa macho kwa mshangao kweli kweli. Ni kama vile Amani Kigoye wa Simulizi Mix anapobabaika anapokutana na mrembo mzuri. Alikuwa anamtazama usoni msalimiaji mwenye kusisimua, ambaye sasa alikuwa anaweka vizuri gauni lake na kukaa kwenye siti ya pembeni ya siti ambayo alikuwa amekaa yeye. Mrembo huyu alikuwa na dokta yule wa kike, yule ambaye majibu yake siku zote hayajawahi kabisa kuwa mazuri kwa Deusi. Ni kwa mara nyingine tena ndani ya ndege moja pamoja na siti moja, safari ya kuelekea Uganda. Dokta huyu wa kike alizungumza vile na ukutabasamu pana lilikuwa limetawala tu usoni mwake. Na sio tu Deusi hakujua ajibu kitu gani, lakini pia hakupata nafasi kabisa ya kutoa jibu lolote lile. Tangazo likapita ndani ya ndege. Fungeni mikanda tayari kuanza safari, alitangaza vile mhudumu wa kike ndani ya ndege hii ndogo ya abiria 35 tu. Deusi hakuchelewa, alishika mkanda wake na kisha kujifunga kama wenzake ambavyo alikuwa anafanya. Askari wa bwana Deusi, kumbe tuko safari moja? Ilisikika sauti ya kiume yenye rafudhi ya watu wa Kenya kutoka siti ya nyuma. Deusi aligeuka na kutazama nyuma na kuona wale madaktari wawili wa kiume pia. Dokta, kumbe mko pamoja pia? Alizungumza pale Deusi akiwa anajihisi uchangamfu sasa, hasa mara baada ya kuwaona watu ambao walikuwa wanawajua vizuri bure ndani ya ndege. Japo alikuwa na mtihani mkubwa kweli kukaa siti moja na huyo dokta wa kike kwa dakika 45 ambazo atakuwa safarini mpaka wanatua uwanja wa ndege wa Entebbe Uganda.
Ndio bwana askari, na sisi tumeshamaliza mkataba hivi, alizungumza pale daktari huyo kutokea Burundi, na yule wa Kenya akadakia pale pale. Tulisikia habari yako kwamba waondoka leo na tupo kwenye ndege moja, na ndio maana tukukutafuta kabisa jana. Tulijua kabisa kwamba tutakutana tu kwenye ndege, alizungumza pale huyo daktari kutokea Kenya. Na wakati ule ndege ilikuwa inaanza kutembea taratibu kutoka sehemu ya kuchukulia abiria kuelekea kwenye running way, yani njia za kukimbilia kwa ajili ya kuruka. Ili tu kusikia kwamba wamesikia habari zake, Deusi akaingiwa na unyonge kule kiasi fulani na kupua kidogo, japo kutokea siku ambayo ilikuwa imepita alijua kabisa kwamba hawa jamaa wanajua chochote ambacho kilikuwa kimemtokea. Lakini sasa alikuwa ajui kwamba wanaamini kitu gani, kama alikuwa amesingiziwa tu ama ni kweli alikuwa na nia ya kubaka. Kilichofuatiwa pale ilikuwa ni kimya kirefu tu ambacho kilikoma mara baada ya ndege kupaa angani na kuchukua usawa wa Uganda, na alikuwa nakatiza juu ya ziwa Kivu na milima ya Sake, na kisha waliingia kwenye anga la Rwanda. Sasa na kwa kila mmoja alikuwa na wazo la kwake kichwani tu, ukiachilia mbali Deusi ambaye alikuwa amevalia mavazi ya kiraia tofauti na wakati ule anakuja Kongo. Alikuwa naomba safari ifike haraka aondokane na msichana huyu ambaye uzuri wake hakika ulikuwa unamshanganya kweli kweli, lakini kwake ingekuwa ni vigumu sana kufaidika na uzuri huu wa msichana huyu. Ni kama mtu aliyekatia funga anapoona chakula kizuri cha saa 7 mchana. Wengine walikuwa na waza na kusikiliza tu jinsi ndege ilivyokuwa inaelea angani tu. Walikuwa naambia tu pasitokee tatizo lolote wakati ndege hii ikiwa angani. Tofauti na wengine, daktari wa kike hatujui alikuwa na waza kitu gani, lakini mara kwa mara alikuwa anamtazama tu Deusi. Alikuwa anaonekana kwamba alikuwa mtulivu, na huko macho yake alikuwa anaelekeza tu dirishani, kwa maana kwamba alikuwa anaangalia nchi ya Rwanda na viunga vyake. Hapo daktari wa kike akajitabasamulisha mwenyewe. Alikuwa anatazama mbele. Leo hakuwa ameshika kitabu kama kawaida yake, lakini mkononi mwake alikuwa na mkoba mdogo kama ile ambayo wanawake wengi hupenda kuibebea, yani handbag. Wakati safari inaendelea kimya kimya, mara ukimya ukavunjwa. Sasa askari, ni vyema ukaikamata hii, itakuwa ni kama kumbukumbu yangu kwako, alizungumza pale daktari mmoja kutokea Kenya, na huko alikuwa anamgusa begani Deusi ambaye huyo aligeuka na kutazama kule nyuma ni kitu gani ambacho alikuwa anapewa. Alikutana na boksi lililokuwa na upana wa sentimita 15 kwa 7, ambalo hili usingehitaji kabisa miwani kutambua kwamba kulikuwa na simu ya kisasa ilikuwa ndani yake, ambalo hili sasa lilikuwa limeshikwa na daktari huyu kutokea Kenya. Na unamaanisha kwamba hii ni ya kwangu daktari? Aliuliza pale Deusi kwa sauti tulivu kama kawaida iliyokuwa na dalili ya mshangao. Yes, hii ni yako pamoja na hii pia. Nadhani itafaa sana kujipongeza mara baada ya kazi ngumu, alizungumza pale daktari huyu kutokea Kenya, na huko alikuwa anampatia basha ndogo yake ambayo hii ilikuwa na ujanzo fulani hivi ambayo usingejiuliza mara mbili kilichombo ndani yake. Ilikuwa ni pesa nyingi za kutosha ndani ya basha hiyo. Deusi alishangaa kidogo na kutabasamu lilikuwa linaangaza usoni mwake. Nadhani sasa unaweza kupakia na hii pia bwana askari, alizungumza pale daktari mwingine kutokea Burundi ambaye huyu alikuwa ameshika basha ndogo kama ya mwenzake pamoja na boksi dogo hivi, lakini lenyewe lilikuwa na utofauti na lile la mwenzake. Hili lilikuwa lina rangi ya dhahabu na picha ya saa moja nzuri ya kifahari iliyokuwa na rangi ya dhahabu pia. Nashukuru sana kaka, lakini sasa hivi vyote ni kwa ajili gani jamani? Aliuliza pale Deusi kwa mshangao kweli, na ukweli kana utazama kwa zamu. Kaka, kusema ukweli msaada uliotufanyia wakati ule ni mkubwa mno. Ni vigumu sana sisi kuweza kukusahau, alizungumza pale daktari huyu kutokea Burundi. Wakati ule daktari wa kike alikuwa kimya tu anawasikiliza, japo mara chache alikuwa anawatazama tu na kutabasamu kimya, lakini hakuonyesha kabisa dalili za kusema asante kwa Deusi. Lakini sasa jamani, nilikuwa katika jukumu langu tu la kawaida na sasa sina cha kuwapatia kama kumbukumbu, alizungumza pale Deusi kwa sauti tulivu ambayo ilikuwa imejaa simanzi hivi. Usijali kabisa Deusi, kwa tukio lile ni kumbukumbu tosha kabisa na kubwa sana kwetu sote. Zaidi tunakuomba picha pamoja tu tuweze kuonyesha kwa ndugu zetu ambao wanahamu kweli kutuona kwamba huyu ndiye aliyetuokoa maisha yetu, alizungumza pale daktari kutokea Burundi, kauli ambayo ilimfanya Deusi ajisikie furaha isiyokuwa na kifani, eti kwamba kuna watu walikuwa wameona jambo jema lilifanya lilikuwa na msaada kwao. Dakika 45 baadaye ndege ilitoka kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe Uganda.
upo mita chache kutokea kwenye ziwa Victoria. Na wale madokta wawili sasa waliungana na Deus na kupiga picha za pamoja pale kwenye eneo la uwanja wa ndege. Na huko dokta huyu wa kike alikuwa anaondoka zake na kutokomea kwenye jengo la mapokezi la uwanja huu wa ndege. Mara baada ya kumaliza kupiga picha, sasa Deus pamoja na madokta wale waliagana pamoja na wale madokta wawili, na kila mmoja akaingia kwenye usafiri wake wa kuelekea nchini kwake, yani ndege za mashirika ya nchi zao. Na huko Deus yeye alikuwa anakwenda mapokezi kusubiria Ethiopia Airline, ambayo hii ilikuwa inatoka Uingereza kuelekea Tanzania kupitia Uganda, ambayo alikuwa ameshafanywa booking tayari kwa ajili ya kupatiwa tiketi ambayo sasa alikuwa anakwenda kuilipia. Deus akiwa na begi lake kubwa la mgongoni alitembea taratibu kuelekea kwenye jengo la mapokezi. Alikuwa anaanza namna atakavyoenda kukabiliana na mashtaka ya kuliharibia sifa jeshi la taifa lake kwa ujumla, ambapo adhabu yake ingeweza kuwa kifungo cha miezi 3 ama kufutwa kabisa kazi, ama adhabu zote mbili kwa pamoja. Lilikuwa ni kosa kubwa kweli kutenda kosa lolote katika operesheni. Hata sio nitafanya biashara gani, alikuwa anajiuliza pale Deus, na alikuwa anatembea taratibu kufuata mlango wa kuingilia kwenye jengo la mapokezi. Ama hata sio nitatafuta kazi gani. Bado Deus alikuwa anazidi kujiuliza maswali, na huko alikuwa anavuka kizingiti cha mlango na kuingia ndani ya jengo hili la mapokezi, na moja kwa moja sasa akaelekea kwenye dirisha la kampuni ya Ethiopia Airline, ambapo alimkuta msichana mmoja mrembo mwenye rangi nyeusi sana, ambaye huyu alikuwa ni mwenyeji wa nchi hii ya Uganda. Deus alisalimiana naye na kisha kujitambulisha na kuulizia booking yake. "Oh, samahani, umeshalipwa tiketi ya kesho saa 4. Tumeuza tiketi yako kwa dharura. Kuna mgonjwa amepelekwa Tanzania kwa matibabu katika hospitali ya taifa Muhimbili. Kwa hivyo utatakiwa kulala hapa mpaka kesho, ambapo kuna ndege nyingine ya saa 8 mchana." Alizungumza bila huyo msichana wa mapokezi. Na hapo sasa Deus ni kama alishwa pause hivi, maana huo haukuwa ni mpango wake wa safari yake kabisa. Inawezekana vipi yeye wakafanya mambo kienyeji kama hivi? Alianza vile Deus, na huko alikuwa anatilia mashaka jambo hivi. Inawezekana pia kuna mpango mwingine wa IDF nalo kuniangamiza endapo nitakaa hapa kwa muda ambao wao watakuwa wameukadiria. Bado alikuwa anaendelea tu kuanza bwana Deus, na huko alikuwa anageuka kuangalia dirisha jingine ambalo hili kungekuwa na kampuni nyingine za ndege ambazo hizi zinafanya safari zake kama vile Tanzania na kwingine kama vile kampuni ya ndege ya Kenya na kadhalika. Ni kweli kabisa alifanikiwa kuwa na dirisha la kampuni hiyo ya Kenya Airways iliyopo katika nchi mwanachama wa East Africa Community, kwa maana kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini tatizo moja kubwa ni kwamba ubao wa ratiba za ndege ya shirika hili la Kenya walikuwa wanaonyesha kwamba ndege ya mwisho iliondoka saa 6:15 leo, na ndege inayokuja itaondoka saa 2 asubuhi siku ya kesho. Deus akiwa amekata tamaa kabisa akazungusha kichwa kutazama kama angeona bango la kampuni yoyote jingine ambayo pengine ndege yake ingeweza kuondoka siku hiyo hiyo kuelekea Tanzania. Lakini ile tu anageuka akajikuta alikuwa anashtuka ghafla. Ilikuwa ni mara baada ya kuona kitu ambacho japo sio ajabu kwake kukiona kutokana na mazingira, lakini ni vile tu hakuwa ametarajia kabisa kukiona kwa muda ule. Maana aliweza kumwona vizuri kabisa yule dokta mrembo wa kike. Alikuwa amesimama mbele yake anamtazama kwa macho na uso uliojaa tabasamu hivi. "Sidhani kama una haraka sana ya kwenda Tanzania askari, wakati bado sijakwambia asante." Ilikuwa ni sauti tamu ya kike, sauti tulivu iliyojaa upole na sura iliyokuwa na wingi wa tabasamu. Tabasamu ambalo sio tu lilimfanya msichana huyo ambaye ni ule dokta wa kike, msichana wa Kiabeshi kutoka nchini Ethiopia, awe mzuri, lakini pia lilikuwa ni tabasamu ambalo lilikuwa linapendeza kweli kuliona machoni. "Dokta, mimi sidhani kama ni wewe ndiye uliyezuia safari yangu, maana hakuna kinachokufanya ufanye kama hivyo." Alizungumza vile Deus, ambaye alianza sasa kumtilia shaka msichana huyo kuhusika na uzuiaji wa safari yake siku ya leo. "Ningekuwa ni mtu mbaya zaidi ya hivyo ambavyo nafikiria kama ningekuacha uende bila mimi kusema asante." Alizungumza vile huyo msichana ambaye sasa hakuonekana na ile mabegi yake, zaidi alikuwa na mkoba mdogo tu ambao huwa alikuwa ameushika mkononi. "Lakini ulihitaji hata dakika 5 tu kusema asante dokta, ningeweza kuwahi tu ndege." Alizungumza vile Deus kwa sauti tulivu kabisa. "Sidhani kama asante ya dakika 5 ni asante ya usiku mzima, maana walionifanyia ni makubwa zaidi ya neno asante."
Alizungumza pale dokta wa kike, na huko alikuwa anamsogelea Deusi na kumshika mkono, na kisha alianza kumwongoza njia kutoka katika jengo hili kwenda nje. Deusi alikuwa anashangaa tu na kutaka kuuliza jambo, lakini dokta akazungumza pale pale. Ukiachilia mbali asante yangu, lakini pia kuna mtu anataka kuone na kukuambia asante kwa ajili yangu pia mimi. Alizungumza pale msichana huyu ambaye mpaka dakika hii bado Deusi hakuwa anamjua kwa jina. Zaidi alikuwa anamjua kwamba ni dokta wa kike tu, na huko alikuwa anatembea taratibu kutoka nje ya jengo hili. Na mpango wako ni upi sasa dokta? Aliuliza pale Deusi kwa sauti ambayo ilikuwa inatilia mashaka, akiwa anaonyesha wazi kwamba bado alikuwa hajaamini kile ambacho alikuwa anazungumza huyu dokta wa kike. Mimi naitwa Nela. Jina ambalo ulikuwa napenda sana kulisikia kutoka siku ya kwanza tunakutana kwenye ndege. Alizungumza pale dokta wa kike, na huku alikuwa anatoka nje na kuelekea kwenye gari moja aina ya Mercedes Benz jeusi la kifahari ambalo hili lilikuwa limesimama mita kama 50 upande wa kulia wa jengo hili, ambako sasa alionekana kijana mmoja aliyevalia suruali na viatu vyeusi pamoja na shati jeupe. Alikuwa amesimama pembeni ya gari hili akiwatazama tu kama vile alikuwa anasubiri wao. Samahani Dr. Nela, unadhani ni rahisi mimi kwenda sehemu ambayo sijui? Aliuliza vile Deusi kwa sauti tulivu kabisa iliyojaa upole. Hapo sasa Dr. Nela alisimama na kumgeukia Deusi ambaye pia alisimama. Wote walitazamana tu, na huko mwanadada Nela alikuwa anaonekana kuwa ni mwenye tabasamu usoni muda wote tu. Nafikiri unahitaji kupumzika mpaka kesho utakapopata ndege ya Tanzania. Kwa hivyo unahitaji hoteli nzuri inayoendana na hadhi yako wewe. Na mimi ndio nitakuwa ni mwenyeji wako, nitasimamia kila kitu kuhusu wewe. Alizungumza pale Nela, msichana mrembo kweli kweli, na kisha aligeuka na kuendelea tu kutembea kuelekea kule lilikokuwa gari hili la kifahari. Deusi akiwa bado tu hajaelewa kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea, alikuwa anamfuata msichana huyu ambaye alikuwa anaonekana kujawa na tabasamu mwanana muda wote, tofauti na siku zote ambazo alishawahi kukutana naye mpaka walipolifikia gari. Na yule kijana sasa alifungua mlango wa gari pamoja na kumpokea begi Deusi. Akaliweka kwenye buti ambako pia kulikuwa na mizigo mingine ambayo ni ya Dr. Nela, na kisha waliingia ndani ya gari. Wakaingia kwenye gari wakikaa kwenye siti za nyuma. Safari ikaanza kuondoka katika eneo hili la Entebbe Airport Uganda. Walikuwa napita pembezoni mwa ukuta wa uwanja wa ndege uliopo kushoto kwao, na huku kulia kwao kulikuwa na mwambao wa ziwa Victoria. Waliingia kwenye kijiji cha Wakombozi, kijiji ambacho idadi kubwa ya wakazi wake ni zao la askari kutoka Tanzania walioshiriki vita ya Kagera. Safari ilikuwa ni ya taratibu kabisa, ikitawaliwa na ukimya. Pengine kila mmoja alikuwa anawaza jambo lake kichwani, na huko kila mmoja kwa muda wake alikuwa anamtazama tu mwenzake kwa macho ya wizi. Japo kuna muda macho yao yalikuwa yanakutana na kujikuta wote walikuwa na tabasamu hivi. Walikatiza katika kijiji hiki cha Ukombozi na kuikamata barabara ya Kampala Road, yani barabara kuu ya kuelekea jiji la Kampala. Walikuwa nakatiza Katoro ambako waliipita shule ya sekondari Entebbe. Walielekea mpaka Nyakasero State House. Safari iliendelea tu kimya kimya kuelekea upande wa Kampala. Muda wote alichokuwa na kiwanza kijana Deusi muda huo ilikuwa na juu ya wapi ambako alikuwa anapelekwa na msichana huyo mrembo wa Kiabeshi. Kumbuka kwamba muda huu wote hakukumbuka kabisa kuasha data wala kuwasiliana na pacha wake ambaye huyo alikuwa anaamini kabisa kwamba alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha biashara huko Mbeya. Siku ya leo sasa mida hii huko Mbogolendi, maeneo ya jirani na Golden House, yani kwenye majengo ya ofisi za mawaziri, palionekana kwamba palikuwa tulivu kabisa kama ilivyo desturi yake. Ukiachilia mbali walinzi wa eneo hilo waliokuwa wanaonekana pale nje ya majengo ya ofisi ya wizara mbalimbali, lakini pia hapa kwa mtu mwingine yeyote aliyekuwa na zagaa hovyo katika maeneo haya. Pengine ungemwona tu mtu alikuwa anaingia pale ama kutoka, pengine kwa gari lake ama kwa kutumia miguu pia. Ndani ya ofisi ya waziri wa ulinzi na usalama wa nchi ya Mbogolendi alikuwa anaonekana waziri Dickson Chitopela, ambaye huyu ni waziri wa wizara hiyo kubwa na muhimu katika nchi hii ya kifalme. Alikuwa anatazama jarida fulani hivi ambalo lilikuwa na picha nyingi za silaha mbalimbali kubwa na ndogo, pamoja na mabomu ya kutupa kwa mkono na yale ya kutegwa chini na juu ya ardhi pia. Yani mzigo ukishuka huu nchi tutaichukua kiulaini kabisa yani. Alikuwa anazungumza pale waziri Chitopela, na huko alikuwa anafunua kurasa nyingine ya jarida hilo ambalo hili lilikuwa limeandaliwa maalum kwa ajili ya matangazo na kampuni moja kubwa huko China.
na pesa za kulipia usafiri zinatakiwa haraka sana. Alizidi kujisemea vile bwana Chitupela, na huko alikuwa anaendelea tu kutazama lile jarida, na huko kichwani mwake alikuwa anajua fika kabisa kwamba pesa ni kikwazo katika mpango wake ule wa kuingiza silaha nchini Mbogoland. Na bilioni 10 sio kitu rahisi hata kidogo. Nafikiri ni wakati wa kumtumia bwana James Kavin. Alikuwa anawaza vile Chitupela ambaye huyu jambo hilo lilikuwa ni muhimu sana kwake. Wajinga wote wameshaondoa duniani. Na Frank Nyati na Bahati alikimbia. Alikuwa anazidi kujisemea vile Chitupela ambaye huyu nchi ilikuwa inamchukulia kama kiongozi mwaminifu kule kweli. Lakini wakati waziri Chitupela anaendelea tu na ukaguzi wake wa silaha, mara akasikia mlango ulikuwa unagongwa. Akafunika jarida haraka na kisha kuzungumza. "Ingia." Alizungumza pale waziri Chitupela, na huko alikuwa anapeleka macho yake mlangoni kumtazama ni nani ambaye alikuwa anaingia. Mlango ulifunguliwa vizuri kabisa, na akaonekana msichana mmoja aliyevalia vazi nadhifu la kiofisi. Yaani alikuwa amevaa shati jeupe pamoja na sketi ndefu nyeusi na viatu vyeusi vya kutumbukiza, japo vilikuwa na visigino virefu, ambaye huyu aliinamisha kichwa chake chini na huko alikuwa anaweka mkono mmoja kifuani. "Mheshimiwa, samahani, kuna ujumbe wako kutoka nyumba ya dhahabu." Alizungumza vile msichana huyu wakati ya umri wa miaka 27 kwa sauti tulivu kabisa iliyojaa unyenyekevu. "Ujumbe gani huo na unatokea kwa nani?" aliuliza vile waziri Chitupela, ambaye huyu alikuwa anajua fika kabisa kwamba mtu ambaye alikuwa anaweza kumuita sehemu hiyo alikuwa ni mfalme peke yake. "Ni mtukufu mfalme mwenyewe. Nusu saa ijayo anahitaji uwe ndani ya ofisi yake, ana kikao pamoja na wewe." Alizungumza vile msichana huyu ambaye alikuwa ni katibu wake, yani sekretari, ambaye huyu alipomaliza kuzungumza hayo sasa aligeuka na kisha kutoka nje ya ofisi ile. Hakika japo haikuwa ni ajabu kabisa kwa yeye kuitwa na mfalme kama hivi, lakini safari hii ni kama ilimshtua kidogo bwana Chitupela, ambaye alitulia kama dakika 5 nzima. Alikuwa anawaza alikuwa anaitwa nini huko Golden House, na huko alikuwa anaonyesha kwamba alikuwa na wasiwasi mwingi kweli kweli. Ungesema kwamba alikuwa ameitwa Nyakasero huko Uganda miaka ya 70 huko enzi za Idi Amin, ambako kama ungeingia kwa miguu yako huko Nyakasero, lakini ungetoka na huko umebebwa. Safari ilikuwa ni ndefu kweli kweli. Ilitumia kama dakika 30 mpaka kuingia Kampala, mji uliopo kilomita chache kutoka pale Entebbe. Na walipoifikia njia panda ya pale Kijansi, wakaingia kulia na kuiacha barabara kwa ambayo inakwenda Kampala mjini. Walifuata barabara ambayo inakwenda Kigo, wakipita Matugo pamoja na Lueza, mpaka waliposimamisha gari kwenye viunga vya hoteli moja kubwa sana ya kifahari, ambayo hii ipo kando kando ya ziwa Victoria. Hoteli yenye hadhi ya nyota 5, hoteli inayomilikiwa na mwekezaji tajiri kutoka nje ya nchi. "Karibu sana kwenye Ajani Selassie hoteli," alizungumza vile Nela mara baada ya gari kusimama. Hakika hoteli hii ilikuwa ni hoteli nzuri kweli kweli na kubwa, iliyokuwa na eneo kubwa kweli kweli upande wa mbele, ambako kulikuwa na magari machache ya kifahari, na kulikuwa na baadhi ya walinzi pamoja na wafanyakazi waliovaa mavazi nadhifu wakionekana kupokea wageni kama walivyoonekana kulisubiria gari hilo pia. "Jamani, hapa sintamaliza akiba yangu yote nishindwe hata kununua gari," alikuwa anawaza vile Deusi, na huko alikuwa anaendelea tu kuzungusha uso wake kutazama mazingira mazuri ya eneo hilo, ambalo ungesema kwamba labda pengine ilikuwa ni moja kati ya ikulu ya nchi tajiri. "Asante sana Nela, lakini sasa sikujiandaa kulala kwenye hoteli kubwa kama hii," alizungumza vile Deusi kwa sauti yake tulivu kabisa, na huko alikuwa anamtazama Dr. Nela, ambaye huyu aliacha tabasamu laini ambalo likamfanya zile kuonekana mzuri. "Nilizungumza kutokea mwanzo kwamba wewe ni mgeni wangu mimi na kila kitu mimi ndio nitakuwa nimesimamia," alizungumza vile Nela kwa sauti tulivu kabisa iliyokuwa na pose fulani la kirafiki hivi. Wakati ule ule sasa milango ya gari ya pande zote mbili ikafunguliwa na hudumu wa hoteli ile. "Karibu sana Madam Nela pamoja na mgeni wako," alizungumza vile mmoja kati wa hudumu wale wa kiume, kitu ambacho kilimshangaza kweli kweli bwana Deusi, kuona kwamba eti Nela alikuwa anafahamika mbele za hudumu wale wa hoteli hii ya kifahari. "Asante sana," alijibu vile Dr. Nela, na huko alikuwa anashuka sambamba na Deusi, ambaye huyu alishuhudia mizigo yao ilikuwa inashushwa kutoka ndani ya gari, na moja kwa moja walianza kutembea kuelekea kwenye jengo la ghorofa 6 la Ajani Selassie Hotel,
lililokuwa na bendera za nchi kadhaa ikiwemo bendera ya Tanzania pamoja na Mbogoland. Nusu saa baadaye sasa Mfalme Elvis alikuwa ofisini kwake pamoja na waziri wa ulinzi yani Bwana Chitopela. Walikuwa najadili juu ya askari wa Toro, hasa Lieutenant Colonel Frank Nyati ambaye huyu alivuta hisia za King Elvis. Na kinachonishangaza hapa ni kwamba huyu Frank amefanya makubwa sana kwa Mfalme Eugene. Sasa ikawa vipi aondoke ghafla kipindi ambacho watu wengi waliondoka jeshini? Alikuwa anazungumza vile King Elvis kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha mshangao na mashaka makubwa kweli kweli. Mtukufu mfalme huyu Lieutenant Colonel Frank Nyati alitoroka jeshi mwaka 92 kipindi ambacho kulikuwa na msako mkubwa sana wa maafisa wa askari waliokuwa wanajihusisha na kikundi cha uasi cha UMD. Alizungumza vile waziri Chitopela kwa sauti ya kujiamini kabisa. Inamaanisha kwamba Frank Nyati ni mmoja kati ya waasi waliokuwa ndani ya serikali? Aliuliza vile King Elvis kwa mshangao mkubwa kweli kweli, na huko alikuwa anamtazama waziri wake. Ni hivyo mtukufu. Maana wakati msako unaendelea, yeye pamoja na familia yake wakatoweka na kuelekea kusikojulikana. Alizidi kutoa majibu kwa kujiamini kweli kweli waziri Chitopela. Jambo hilo kusema ukweli likamshtua kweli kweli King Elvis. Kwa nini serikali ilishindwa kabisa kumlipa vizuri askari kama huyo na kumwacha ajiunge tu na waasi? Ni hatari sana kwetu, anaweza kuwa kikwazo kwa taifa siku za baadaye. Alizungumza vile Mfalme Elvis kwa sauti iliyokuwa na mshtuko kweli kweli. Lakini sasa mtukufu Mfalme UMD limeshatoweka usoni mwa dunia. Alizungumza vile Chitopela kwa kujiamini pia. Hapana kabisa waziri. Tumeshashuhudia makundi kadhaa yakirudi kwa kasi na kusumbua nchi zao. Hawezi kujua pengine wako sehemu wanaandaa askari kwa ajili ya mapinduzi. Alizungumza vile King Elvis ambaye huyu alitoa tahadhari kwa waziri wa ulinzi kuongeza nguvu kwenye ulinzi wa mipaka na uchunguzi wa siri ndani na nje ya nchi, pasipo kujua kwamba anayemwagiza ndiye adui nambari moja kabisa wa nchi hii. Tukirudi sasa Uganda, kando ya jiji la Kampala kwenye fuko ya Ziwa Victoria pale hoteli ya Giant Selassie, ambapo sasa tunamuona Deusi alikuwa ameongozana tu na Nela. Walikuwa kwenye lifti wanapanda ghorofa ya 6 pamoja na wafanyakazi waliokuwa na mizigo yao. Siku chache baadaye sasa walitoka kwenye lifti na kutembea kwenye korido ndefu. Walikuwa navuka vyumba kadhaa kabla ya kusimama kwenye chumba kimoja karibu kabisa na mwisho wa korido, ambapo mlango ulikuwa wazi kabisa. Karibu sana bwana Deusi Nyati, alizungumza vile Nela, na Deusi hakushangaa Nela kujua jina lake, maana wakati ule wa tukio la kutekwa alitajua mara nyingi sana kwamba huyu alikuwa anaitwa Deusi. Asante sana, alizungumza vile Deusi, na uko alikuwa anaingia ndani ya chumba kile kizuri cha kifahari kilichokuwa na kila kitu ambacho mtu mwenye hali nzuri ya kifedha angehitaji kuwa navyo katika chumba ama nyumba yake hivi. Deusi hakutaka kabisa kushangaa kile chumba cha kuvutia mpaka pale Nela alipoondoka na wahudumu wale wa hoteli, lakini alishangaa kweli kweli kuwa na mizigo yote, yani begi lake pamoja na masanduku ya Nela yalikuwa yanaingia ndani ya chumba kile kile, yaliwekwa kwenye makabati, na kisha wahudumu walitoka na kuacha wawili wakiwa pale pale ndani ya chumba. Hilo lilimshangaza kweli kweli Deusi kwa sababu hakuwa na dalili ya Nela kutoka mle chumbani. Deusi, hapa ndipo tutakapokuwa kwa masaa 24, alizungumza vile Dr. Nela, na uko alikuwa anavua viatu vyake. Unamaanisha kwamba hata wewe pia utakuwa humo ndani ama? Aliuliza vile Deusi kwa sauti yake ile ile ya taratibu, lakini ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba ilikuwa imejawa na mshangao. Ni vyema kama ungetumia muda huu kuuliza vitu vizuri ambavyo vitafaa kwa siku yetu ya leo kuliko kuuliza maswali ambayo tayari majibu unayo, alizungumza vile Dr. Nela, na uko alikuwa anashika gauni lake na kulipandisha juu kwa maana kwamba alikuwa anataka kulivua. Alikuwa ameacha sehemu kubwa ya mwili wake chini, ilikuwa wazi kabisa, na kufanya macho yenye mshangao na uchu ya kijana Deusi yaweze kuona kile ambacho alikuwa amepewa msichana huyu kutoka kwa mama yake. Hakika msichana huyu alikuwa na kiuno kizuri kweli kweli kilichopambwa na sheni moja ya dhahabu ambayo inang'aa, ambayo hii ilikuwa ni kama imelegea kidogo na kulala kwenye makalio yake makubwa kiasi. Msichana huyu mrembo mwenye ngozi yenye nyororo angavu yaliyokuwa imehifadhiwa kwenye nguo ndogo aina ya bikini, ambayo hii ilikuwa imefunika kitambaa kidogo kweli kweli katika eneo la nyuma la mbele la uzazi la msichana huyu, na kwa idadi kubwa ilikuwa ni vijikamba vya maua tu mekundu.
Wakati anaendelea tu kumshangaa msichana huyu, ni kama alimuona alikuwa amesita kupandisha gauni lake mpaka juu. Alitulia kwa sekunde kadhaa na kisha alishusha kidogo mpaka usawa makalio yake na kuacha eneo la mapaja yake mapana ambayo haya yalikuwa yamechomoza kama mwanajeshi aliyeficha bastora. Alafu alimgeukia Deusi na macho yao yalikutana. Wote wakajikuta walikuwa na tabasamu liana tu, kwa tabasamu lilokuwa na kila dalili ya aibu, na huko alikuwa nakupishana macho yao wakishindwa kutazamana. "Naomba nisaidie kufungua zipo Deusi," alizungumza Valenela kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa aibu kweli kweli, na huko alikuwa anavuta hatua taratibu kumsogelea Deusi, na alipofikia akasimama mbele yake na kumgeuzia mgongo, ambapo Deusi sasa aliweza kuona zipo ambayo hii ilikuwa imeanzia usawa wa mabegani mpaka katikati ya mgongo, ambayo hii ilikuwa inatakiwa aifungue. Una uhakika kwamba unavua nguo mbele yangu mimi?" aliuliza vile Deusi kwa sauti tulivu kabisa ya upole, na huko alikuwa anakamata zipo na kuanza kuishusha. "Ni vyema kama ukiacha kuuliza maswali na kuweka mawazo yako kwenye kile ambacho unatakiwa kukifanya," alizungumza Valenela, ambaye huyu sasa alikuwa karibu kabisa na Deusi, na kulipandisha tena gauni lake ambalo hili lilipandishika bila kikwazo chochote kile mpaka juu. Gauni likatundikwa juu ya kitundikio chake, na sasa Deusi aliweza kumwona Nela alikuwa amebakiwa na bikini tu pamoja na sidiria, ambaye sasa alipomaliza kutundika nguo yake aligeuka na kumtazama Deusi, na macho yao yalipokutana wote wakajikuta walikuwa na tabasamu liana tu kwa aibu. "Utabakia hivyo hivyo mpaka saa ngapi?" aliuliza Valenela kwa sauti ambayo ilikuwa imejawa na aibu. Tabasamu tamu lilikuwa usoni mwake tu, na macho alikuwa ameyakwepesha, na huko alikuwa anafungua nywele zake ambazo hizi zilimwagika na kulala eneo lote la mgongoni, na huko nyingine pia zilikuwa zinaangukia mabegani na kufanya zile kuwa mzuri zaidi. Ni kama Deusi hakuelewa kabisa alikuwa anatakiwa kufanya kitu gani, kwa sababu alibaki alikuwa amesimama tu anashangaa uumbaji maridadi ambao huu ulifanyika kwenye mwili wa msichana huyu aliyekuwa na taaluma ya uganga, ambaye pia alikuwa amegundua hilo. "Deusi, ni vyema kama ukiacha kunishangaa na wakavua nguo zako tukaoge kwanza, na kisha mara baada ya hapo tukapata chakula pamoja na mambo mengine yaendelee," alizungumza Valenela, na huko alikuwa anakusanya tena nywele zake na kuzifunga kwa fungu moja, na kisha alikuwa anatembea taratibu mpaka aliposimama Deusi na kuanza kumvua shati ambalo hili alikuwa amelivaa kijana wetu, ambaye mpaka dakika hiyo suruali yake ilikuwa nakaribia kabisa kuchanika kwa jinsi ya kiungo cha kupikia kwenye chungu kilivyokuwa kinajitutumua kweli kweli na kufura kwa hasira ya njaa. Ni kama Nela alikuwa ameshusha macho na kuiona hali ya dudu ya Deusi, akajikuta alikuwa anacheka kicheko laini hivi. "Una njaa sana Deusi, ngoja tukaoge kwanza," alizungumza Valenela kwa sauti ya chini iliyokuwa na kutawaliwa na aibu. Usingedhania kabisa kwamba ndiyo yule Kaudu wa siku zote. Kauli ile ilimsisimua kweli kweli kijana wetu Deusi na kumfanya zile kusimamisha mnazi zaidi, ambao huu ulikuwa na tamani kweli kweli kitumbua cha mrembo wetu. Tukienda sasa kusini mwa Tanzania kwenye kitongoji cha Mtambaswala, wilaya ya Masasi, mkoa wa Mtwara. Ni mita 200 hivi kutokea kwenye daraja kubwa na refu ambalo hili linakatiza mto Ruvuma, ikiwa ni mpakani mwa Tanzania na Msumbiji. Lilionekana gari dogo jeusi BMW 7 lilikuwa limesimama pembeni ya barabara, na hakuonekana mtu yoyote nje ya gari hilo jipya la kisasa ambalo hili lilikuwa linaunguruma tu muda huu. Ghafla sasa wanaonekana vijana wawili upande wa kulia wa barabara. Walikuwa na boksi moja kubwa la chuma ambalo hili lilikuwa limefungwa kwa kifungo cha namba hivi. Lilikuwa linaonekana zito kiasi. Vijana hawa wanaelekea moja kwa moja liliposimama hili gari BMW 7. Wanapolifikia sasa, mlango wa sehemu ya kuwekea mizigo yani buti unafunguliwa, na vijana wale wanaweka lile sanduku la chuma, na kisha buti linajifunga lenyewe taratibu, na gari linaanza kuondoka, na huku vijana wale wanalisindikiza tu kwa macho gari hili ambalo lilikuwa linatokomea kuelekea upande wa Mangaka katika wilaya ya Masasi, mkoa huu wa Mtwara. Tukirudi tena sasa Uganda, katika hoteli hii ya kifahari ya Ajani Selassie Hotel ghorofa ya 6, chumba cha mwisho kabisa ambacho lisale moja lililopita tuliwasha Deusi pamoja na Nela walikuwa najiandaa kuelekea kuoga, na sasa tunaona hawapo tena chumbani, lakini mlango wa nyuma wa chumba hiki uko wazi kabisa. Inashangaza kweli kuona kwamba katika ghorofa ya juu kabisa eti kuna mlango wa nyuma, lakini mara baada ya kutazama vizuri tunaona kwamba kuna kibaraza kipana upande wa nyuma hoteli hii,
kibaraza ambacho ukikaa pale unaweza kuona uwanja mkubwa kweli kweli na ziwa Victoria na watu waliopo kwenye fukwe za jirani na hoteli hii ya Aegean Selas. Na sisi tusiangalie fukwe, tuangalie sasa wa jamaa zetu wawili, yani Deusi pamoja na Nela, ambao hawa walikuwa wamekaa kwenye viti vyao tu vilivyozunguka meza ndogo iliyobeba vyakula vya kila aina, ambayo vilikisema kwamba nianze kuvitaja kimoja kimoja ama nianze kuvipanga kutokea Dar es Salaam hapa vinaweza kufika Njombe kule kwa kina Felix Mwenda. Vilikuwa ni vyakula vingi kweli kweli ambavyo mtu yoyote angetamani kweli kweli kuvionja katika maisha yake. Lakini pia kulikuwa na vinywaji vizuri vya wakati wa kula katika mlo kama huu wa mchana, yani juisi za matunda pamoja na vingine vingi tu. Upepo ulikuwa ni mzuri kweli kweli kulinganisha na mavazi ambayo alikuwa amevaa. Yani Deusi alikuwa amevaa kaptula fupi na kifua wazi na kichupi kizuri na sidilia kwa Nela ambaye huyu alikuwa amevaa hivyo pia, na huku alikuwa anaonekana wenye nyuso za tabasamu kweli kweli zilizokuwa na aibu kiasi. Walikuwa wanaendelea tu kula chakula chao kwa mchana, na huko mara kwa mara walikuwa wanajaribu kutazama usoni na kuishia tu kuoneana aibu na kisha kukopesha macho yao na kuendelea kutabasamuliana tu. Ni wazi kabisa kuna jambo lilikuwa limetokea kati yao muda mfupi uliopita, maana sio kwa jinsi ambavyo alikuwa kwa muonekano wa aibu kama huu. Ni vyema kama na sisi tukijaribu kufukunywa kilichotokea, na tuanzie mara baada ya Nela kumaliza kumvua shati Deusi na kufuatia suruali, ambapo sasa alishika mkanda na kubetua na kisha alishika zipo na kuishusha, na kwa macho yake alikuwa anatazama pembeni akishindwa kabisa tena kuitazama dudu ya kijana huyo ambayo hii bado ilikuwa imechachama kweli kweli kwa matamanio. Dakika mbele tayari Deusi alikuwa ameshavua viatu vyake na kumalizia na suruali, halafu alibakia tu na boxer. Waliingia bafuni ambako Nela ndiye aliyokuwa ameanza kupembua bikini yake akiwa anafuatwa na sidilia yake, na hiyo ilifanya Deusi azidi kusimamisha mnazi kwa jinsi ambavyo alikuwa anavutiwa na kusisimuliwa na muonekano wa utupu wa Nela ambaye sasa alikuwa amebakia kama alivyozaliwa. Alimgeukia Deusi na kuikamata boxer yake na kuanza kuishusha, na ukududu ilikuwa ni kikwazo kwa jinsi ambavyo alikuwa amesimama. Jamani Deusi, kwani hauwezi kuiambia kwamba itulie kidogo? Alitania vile Nela, na huko alikuwa anazamisha mkono wake ndani ya boxer na kusaidia na kuikwamua boxer ile, na kisha alishusha boxer na kuivua kabisa, na huko bado dudu ilikuwa imesimama barabara. Deusi hakuzungumza kitu zaidi ya kutabasamu tu, na huko kichwani mwake alikuwa anajiambia, yani leo lazima moto wake hapa. Alikuwa anazungumza vile Deusi katika moyo wake tu. Mara baada ya kuvuliwa boxer sasa Deusi akashikwa mkono na Nela na kisha alimuongoza kuelekea kwenye sinki kubwa la kuogelea wazungu kutokea Njombe kule wanaita jacuzzi, ambalo hili lilikuwa limejaa maji mengi tu. Ingia humo basi kipenzi, alizungumza vile Nela, na huko alikuwa anamweleza Deusi ambaye huyu alikuwa bado tu katika hali ya ugeni. Deusi naye sasa alivunga na kisha akaingia ndani ya jacuzzi na kukaa ndani yake, na huko maji alikuwa anamfunika eneo kubwa la mwili wake na kubakia eneo la kichwani mpaka kifuani hivi. Nela naye sasa alifuatia, na huko alikuwa anajilaza kifuani kwa Deusi, na huko mkono wake mmoja ulikuwa unaelekea moja kwa moja kwenye dudu ya kijana huyu ambayo hii aliishika na kuanza kuchezea. Macho yake yalikuwa yameelekezea usoni kwa Deusi ambaye pia alikuwa anamtazama tu Nela akiwa anasubiri kuona kitu gani ambacho kitafuatia. Usinitazame usoni bwana, mimi nitashindwa, alizungumza vile Nela, na huko alikuwa anashia tabasamu lililokuwa na aibu ya kike na kukopesha macho yake kwa kufunika uso wake kifuani kwa Deusi ambaye huyu alishia kucheka kicheko cha kivivu cha chini chini tu. Kimya kidogo kilipita. Nela alikuwa anaendelea tu kuchezea mwiko mgumu wa Deusi ambao sasa ungeweza hata kugeuza kwa nguzo ya mzani wa kliniki kwa jinsi ambavyo ulikuwa umesimama na kuwa imara kweli kweli. Deusi naye sasa hakutaka kuonekana mzubafu, na yalipenyeza mkono wake kwenye kifua cha msichana huyo na kisha kukamata chuchu moja ambayo hii ilikuwa imetulia vyema kabisa juu ya ziwa lililokuwa limejaa vizuri kabisa la msichana huyu mwenye kila sifa ya kuitwa mlembo, na kisha akaanza kuipekesha taratibu kiasi cha kumfanya Nela avute pumzi ndefu na kuishusha kwa mtindo wa kutetemeka hivi. Ni wazi kabisa kwamba msichana huyu alikuwa amekumbwa na msisimko wa ajabu kweli kweli, kuona kwamba alikuwa amempatia. Ndipo sasa Deusi alipoongeza sifa, alishusha mkono mpaka kwenye eneo la shamba la mapenzi ambako huko kiukweli shamba hili lilikuwa limetoka kupaliliwa vizuri kabisa. Alianza kupekua shamba hilo kwa kupitisha vidole vyake taratibu katikati ya matuta mawili ambayo haya yalikuwa na unyevu wenye uterezi kama chungu cha mlenda, kitu ambacho ni kama kilimletea raha fulani Nela ambaye huyu
alikuwa anazidi kujiweka sawa na kumpatia nafasi Deusi aendelee kukagua tu shamba hili akiwa anatafuta zao ambalo alikuwa amekusudiwa. Hayo yote yalifanyika na huku Nela alikuwa anaendelea tu kuchezea dudu ya Deusi ambaye mpaka dakika hii alikuwa anafurahia kweli na kupendezwa kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea pale hotelini, kama ilivyokuwa kwa Nela pia ambaye sasa aliendelea kuhisi Deusi akiwa anapapasa shamba lake mpaka alipopata kunde. Ilikuwa imejaa vizuri kabisa tele upande wa juu ya shamba hili. Alianza kuipekechua taratibu akiwa anafanya kama alikuwa anatafuta kitu fulani hivi. Hapo sasa Nela akajikuta alikuwa anatauna miguu yake yote taratibu na huko alikuwa anazungusha kiuno chake kwa raha hivi. Na kama haitoshi akajikuta alikuwa anasogeza mdomo wake kwenye midomo ya Deusi, na sasa akiwa anajua anachotakiwa kufanya, walikutanisha midomo yao na kuanza kunyonyana ndibi zao taratibu, na huku kazi za mikono yao zilikuwa zinaendelea tu kama kawaida. Kitendo hicho hakikudumu kwa muda mrefu sana. Kabla Nela sasa hajajitoa mdomoni kwa Deusi na kupanda juu yake, lakini aligeuka hivi, yani aligeukia miguuni kwa Deusi. Akaubinua mkonga wa tembo wa Deusi na kusogeza mdomoni, na huko alikuwa ameachia kalio lake lilikuwa linamtazama Deusi usoni. Na huko kitumbua chake kilikuwa kinaonekana kwa uwazi kabisa. Yeye sasa kadumbukiza mdomoni ndizi ya Deusi ambayo sifa moja kubwa, ukipika moja tu mnaweza kula watu wawili. Alianza kuinyonya kama vile ilikuwa na asali ama kone za maziwa hivi, licha ya kuwahi kusikia kwamba kulikuwa na aina hii ya mapenzi. Lakini kijana wetu Deusi hakuwa amewahi kabisa kushiriki hata siku moja. Lakini akaona isiwe shida, kwa sababu hata kama ilikuwa ni hatari, lakini ilikuwa ni hatari ila tamu. Kwa hivyo sasa alisogeza mdomo wake kwenye kitumbua cha kunde cha msichana huyu mrembo na kuitafuta kunde ambayo hii alipoipata alianza kuinyonya vizuri kama mtoto mwenye njaa anaponyonya ziwa la mama yake, kwa sababu alidumbukiza yote. Na huko alikuwa anasikilizia jinsi dudu yake ilivyokuwa inalamba kwenye midomo yenye joto ya msichana huyu wa Kiabeshi, ambaye wakati mwingine alikuwa anatoa vijisauti vya kuonyesha kwamba alikuwa anakula mua mtamu hivi. Mchezo ulidumu kwa dakika 6 nzima. Watu walikuwa wanalambana tu sehemu za kutengenezea watoto. Deusi, nasikia raha mwenzako, endelea basi kunifanya hivyo hivyo, alizungumza Nela kwa sauti ambayo ilikuwa imelemewa na utamu, na huko alikuwa anaacha kunyonya dudu na kusikilizia utamu, na macho yake yalikuwa yameyafumba hivi. Deusi yeye hakujibu kitu. Aliendelea tu kulamba kitumbua kama vile simba na kunywa maji mtoni hivi. Ni kama Nela aliona sasa ilikuwa natosha na kwamba Deusi anauweka usiku. Deusi mwenzako, siwezi tena kuendelea, inatosha mpenzi, alizungumza Nela, na huko alikuwa anajiinua kidogo na kukitoa kitumbua chake mdomoni kwa Deusi, na kisha akajisogeza mbele kidogo mpaka usawa wa mwiko wa kijana huyo mwenye asili ya nchi ya Mbogolendi. Aliukamata na kuulengesha kwenye kisima chake ambacho hiki kilikuwa kwenye shamba lake la kunde. Aligusisha kipakulio cha mwiko kwenye mlango wa kisima kilichokuwa na utelezi, na kisha akajishusha chini taratibu, kwa maana kwamba alikuwa anakalia hivi. Mwiko nao sasa ukatereza taratibu ukisugua kuta za kisima kile ambacho kwa namna moja ama nyingine ungesema kwamba hakikutumika sana ama kilikuwa kimetumika muda mrefu kweli kweli uliopita. Karibu sana ndani mpenzi, alizungumza Nela kwa sauti ambayo ilikuwa inatetemeka ikiwa na msisimko wa utamu wa dudu, na kisha alianza kugusisha kiuno na Deusi alikuwa anashika kiuno kile na kuanza kusaidia kukandamiza kwa chini, na sasa alikuwa anazungusha kiuno chake kama ambavyo alikuwa amefundishwa jandoni. Dakika 10 zilipita. Nela alikuwa anafaidi tu mwiko kwenye chungu chake pale pale ndani ya jakuzi. Kabla sasa hawajageuka na Nela kuinama mle ndani ya jakuzi, na kisha Deusi kuja nyuma yake na kuendelea tu kupeleka dudu ndani ya kitumbua. Wote walikuwa wanazungusha viuno vyao taratibu kama vile walikuwa wanasindikizwa na muziki wa taratibu, kiasi cha watu wawili kujikuta walikuwa na hema pumzi nzito kama vile wanafukuza mwizi hivi. Nela alikuwa anaongeza pia na miguno kama vile alikuwa anatumbuliwa kipele uchungu hivi. Ningejua Deusi, wala nisingekuwa na kujibu vibaya siku ile. Ningefaidi siku zote ambazo nilikuwa na wewe kule Kongo, alikuwa anazungumza Nela, ambaye kama ungemwona wakati ule usingedhani kabisa kwamba alikuwa ni dokta mwenye masters yake. Kwa jinsi ambavyo alikuwa anazungusha kiuno chake ungesema kwamba pengine alikuwa na binti kutokea Temeke ama pengine kutokea Tandale kwa tumbo, kama sio Yombo kwa Limboa. Bwana, tukutane sehemu ijayo.
itakuwa ni sehemu ya 11.